Tukiwa ndani ya sherehe za maadhimisho ya Yubilei miaka 30 ya utume wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, ndani ya kanisa la Tanzania, na leo kwa namna pekee ndani ya kanisa la jimbo la Iringa, kwa upendeleo parokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi, mchumba wake Bikira Maria. Wana Ipogoro, mtukuze Mungu kwa makofi na vigeregere, kwani mmependelewa. Yubilei ni shukrani. Shukrani ambayo huambatana na mambo msingi ambayo huwa yanakuwa yamewekwa na mwenye kuadhimisha Yubilei, yaani mwenye kutoa shukrani. Na hivi katika shukrani hiyo, mambo msingi ambayo huwekwa hutegemea mwenye kusherekea na kutoa shukrani hiyo, yaani mwenye kufanya Yubilei. Kwa namna pekee katika kanisa letu la Tanzania tunafanya Yubilei miaka 30 ya utume wa Radio Maria Tanzania, tukiwa na nia kuu hii, shukrani kwa Mungu, tukistaajabia makuu ambayo anatutendea katika nafsi ya mama huyu Bikira Maria, aliye mama wa Mungu na mama yetu. Na hivi tunastaajabia kwa nini? Kwa sababu ni miaka hii michache tu mbegu hii iliweza kutua katika ardhi ya jimbo la Iringa, ndani ya nafsi ya askofu mkuu mstaafu Norbert Mtega, wakati huo akiwa ndio askofu wa jimbo la Iringa. Na kwa bahati njema mbegu hii ikiwa imeshatua katika nafsi ya askofu huyu, ikaenda kuota jimbo kuu la Songea, na hatimaye mbegu hii ilivyoota imeweza kukua na sasa imezaa matunda. Ulimwenguni kote Radio Maria inasikika, sauti ikitokea kwa wana wa Mungu kutokea nchini Tanzania. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi hii ya sauti hii ya mama huyu ambaye tumemsikia kwa mara ya kwanza. Alifanyika kuwa misionari akiwa amemchukua Yesu tumboni mwake, anakwenda kupeleka habari njema ya faraja kwa Elizabeti jamaa yake, na Elizabeti anatoa maneno ya baraka, ambapo tumesikia katika somo la kwanza kitabu cha Hesabu ambapo Musa anawaambia wana wa Israeli, Bwana akuinulie uso wako akubariki. Kumwinulia mtu uso ni kinyume na kumwinulia kisogo. Mtu akikuinulia kisogo amekulaani, lakini akikuinulia uso wake amekubariki, amekupenda, amekukumbatia, anakuletea faraja. Na hivi mama huyu tunamshukuru kwa kutuletea faraja, hali tukimshukuru Mungu, lakini tunamshukuru yeye pia kwa kupokea utume huu kutoka kwa Mungu mwenyewe, kufanyika mama wa mwanaye mpendwa sana Bwana wetu Yesu Kristo, na hivi akitambua kwamba ni kwa upendo wa Mungu mwenyewe, anaona hana budi kumshukuru Mungu kwa wimbo wa shangwe, wimbo wa shukrani, shukrani iliyotoka moyoni, akisema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana na roho yangu inamfurahia Mungu Mwokozi wangu. Na Mwokozi huyu alikuwa amembeba yeye mwenyewe, ndiye Yesu Ekaristi tunayemwadhimisha, na adhimisho la Ekaristi ni shukrani. Hivi basi tunaenzi ile ibada, ule moyo wa unyenyekevu ambao mama Bikira Maria
aliupokea mara ya kwanza, na sisi anaendelea kutushirikisha. Tukiwa na shukrani hizo, ni kila mmoja anaalikwa akiwa ndani ya sherehe za jubilei hii, miaka 30 ya utume na uinjilishaji wa mama huyu kwa njia ya sauti ya redio, sauti ambayo tunaitoa sisi wenyewe, lakini inasafirishwa kwa mawimbi ya sayansi ambayo imekuwa ni sayansi ya mawasiliano, na hatimaye watu wote wanapata ujumbe kwa njia ya kupokea habari njema. Kila mmoja anaalikwa sasa kufanyika chombo cha uinjilishaji, sauti ya faraja inayoenea kwa yeyote aliye sura na mfano wa Mungu ndani ya kanisa na nje ya kanisa, ili wengi waweze kuvutwa, mbegu hii iweze kusambaa, izae matunda, na matunda yake yafurahiwe na kila mmoja, kama ambavyo sisi leo tunafurahia matunda ya mama huyu. Wale ambao wanaendelea kuzaliwa wayafurahie matunda haya, lakini wa kuwashirikisha matunda haya ni sisi wenyewe. Tutaweza kuyashirikisha tukiwa na moyo wa shukrani. Moyo wa shukrani ni moyo ambao unamcha Mungu, ni moyo wenye upendo, ni moyo wenye unyenyekevu, ni moyo wenye kujali, ni moyo wa msamaha, ni moyo unaoleta amani kwa mahali pasipo na amani, ni moyo unaoleta umoja, kama ambavyo Bikira Maria mwenyewe anatuunganisha sisi sote. Alituunganisha katika nafsi ya mwana mpendwa sana wa Mungu Baba, Yesu Kristo aliyemzaa, Ekaristi. Yeye ndiye Eva mpya ambaye ametuletea mkombozi, na huyu ni mama yetu, nasi ni watoto wake. Ili hali tunaendelea kubaki katika familia hii, tunaweza tukamwona sasa katika sura hii au katika kielelezo hiki cha sanamu. Mama huyu anaishi kwa mtindo gani? Alikuwa ni mchumba wake Yosefu. Yosefu huyu ambaye aliondoka, lakini fumbo au kielelezo cha Yusufu, mchumba wake Bikira Maria, aliye mama wa Mungu na mama yetu, tunaona mchumba huyu leo ni Yesu Ekaristi, ambaye ni mchumba wake mama kanisa. Mama kanisa huyu ndiye kielelezo, mwili fumbo wa kichwa cha kanisa, Ekaristi, ambaye ametuzaa sisi, na huyu ndiye Eva anayeishi leo, mama kanisa mtakatifu sana. Na hivi tunapomwona yeye, tunaliona kanisa zima ambalo limetuzaa sisi, na huyu ndiye Eva tunayepasika kumwadhimisha, kumshuhudia, kumuishi, kumwadhimisha, kumtukuza, kumuomba aendelee kutuombea na aendelee kutawala kama malkia huko mbinguni, na aendelee kuwa mwombezi wetu kama mama yetu. Naye mchumba wake kichwa, yani Yesu Ekaristi, aliye kiini na kitovu cha shukrani, aendelee kupokea shukrani zetu na aweze kutufanya sisi tuwe waadhimishi hai wa shukrani hiyo. Yeye ndiye shule ya Ekaristi, Mama Bikira Maria. Sisi tujifunze kwake. Ni mwalimu wetu, mwalimu wa imani, mwalimu wa matumaini, mwalimu wa upendo, mwalimu wa unyenyekevu, mwalimu wa amani, mwalimu wa furaha, mwalimu mwenye kuondoa huzuni palipo na huzuni na kuleta faraja. Kila mmoja awe faraja kwa mwenzake. Tunawashukuru sana waasisi wetu waliopenda habari hii na mama huyu tumwenzi kwa mtindo huu. Askofu mstaafu Norbert Mtega, askofu mkuu ambaye alipenda huyu mama aweze kubaki katika maisha yetu ya kila siku kama kielelezo cha uinjilishaji na kiini cha faraja. Na hatimaye maaskofu wenzake, kwa msiofahamu,
Askofu Mkuu Nerbert Mtega akiwa jimboni Iringa, mmoja ya vijana ambao alikuwa amewaandaa, saizi tunawaita wazee ndani ya jimbo la Iringa, mmoja ya waliokuwa vijana wake aliyokuwa anawaandaa waweze kuanza kuitangaza hii redio jimboni Iringa ni Padre Leonard Maliva. Huyu ni mmoja ya vijana wake aliyokuwa akiwaandaa ili wawe waanzilishi wa mwanzo wa Radio Maria jimboni Iringa. Basi kama nilivyosema, mbegu ilitua jimboni Iringa ikaenda kuota Songea. Ilivyoota ikakua, imesambaa karibu majimbo yote Tanzania. Iringa tumependelewa, mama huyu inapasika tumuenzi katika nafsi ya mmoja mmoja, familia, jumuiya, vigango, parokia na jimbo kwa ujumla. Kwa namna ya pekee Wanaipogolo, kwa sababu ninyi mmemkumbatia mchumba wake Yosefu, na hivi hatutarajii tuone Mwanaipogolo yupo mchovu, hajachangamka, kwa sababu ninyi ndio mmemnyang'anya. Sasa sijajua mnamtumiaje huko nyumbani. Na hivi basi sisi Wanaipogolo tumepata bahati. Ongeza kumpeleka kanisa kula jimbo Kihesa au kanisa la Hija Mshindo, lakini tumepewa wapi? Upendeleo, sio upendeleo. Moja ya mnaotakiwa muadhimishe vizuri jubilei miaka 30 ya Radio Maria Tanzania ni ninyi ambao mmepewa bahati ya kumpokea huyu mama, na mjiandae itakapofika siku ya kilele, itakapofanyikia, muhakishe mnaenda, na msiwe mmekusanyika tu hapa kama wapenzi watazamaji. Muwe mahujaji kweli na muweke nia maalum za kutembea na mama huyu katika jubilei hii. Muadhimishe kwa kutafakari safari ya imani katika kumwadhimisha Yesu Ekaristi ndani ya mafumbo ya ukombozi, ndani ya nafsi yako, familia yako, jumuiya yako, kigango chako na utume wako wote kwa ujumla. Na hivi basi tumpokee mama huyu, tutembee naye, tusafiri naye, kila mmoja afanyike faraja kwa mwenzake kama yeye alivyofanyika faraja kwa sisi wa dhambi kwa kutuletea mkombozi. Tumsifu Yesu Kristo.